Hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nikwambie, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameliagiza jeshi liue makumi ya maelfu ya Warusi. Jeshi la Ukraine linapaswa lijikite katika kusababisha vifo vingi zaidi kwa Russia kadiri iwezekanavyo. Hayo yametamkwa na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na kusisitiza kwamba idadi ya vifo 50,000 vya Warusi kwa mwezi ni kiwango bora ambacho wanajeshi wa Ukraine wanapaswa kujitahidi kukifikia. Zelensky ametoa agizo hilo alipohutubia hafla ya kutathmini ufanisi wa kitengo cha ndege zisizo na rubani cha jeshi la nchi hiyo na kusema, linapokuja suala la hasara ya Warusi 50,000 kwa mwezi, hiki ndicho kiwango bora zaidi. Na akaongeza kwa kubainisha, ni jukumu la Wizara ya Ulinzi, jukumu la jeshi letu la wote, la vikosi vya usalama vya Ukraine kuhakikisha kinafikiwa kiwango kama hicho cha hasara kwa Russia. Wazo hilo lilitolewa hapo awali na waziri mpya wa ulinzi wa Ukraine Mikhail Fedorov, mshirika wa karibu wa Zelensky, wakati wa mkutano wake wa kwanza na waandishi wa habari katika wadhifa wake mpya, ambaye aliliita kuwa ni mojawapo ya malengo ya kimkakati ya Kiev. Anasema mtu anahitaji kuweka malengo sahihi, aliwaambia waandishi wa habari, akielezea suala la kiwango cha askari wa kuua kuwa ni miongoni mwa malengo hayo. Matamshi yake yalilaaniwa na mbunge wa upinzani Anna Shorokod, ambaye alisema Kiev inapaswa kulipa kipaumbele suala la kukomesha vita na kuwarudisha nyumbani wanajeshi wake ambao wameshachoka. Siku Jumatatu, Zelensky alidai kwamba kuanzia Januari mosi hadi 11, Russia ilikuwa imeshapoteza wanajeshi wapatao 35,000, wakiwemo waliouawa pamoja na waliojeruhiwa. Vile vile, ripoti ya kituo cha mafunzo ya kimataifa ya kimkakati CSIS imesema jumla wanajeshi waliouawa, kujeruhiwa au waliopotea kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine huenda ikafikia milioni 2 kufikia msimu wa machipuko. Anasema kwa upande wa Ukraine wanajeshi 500,000 hadi 600,000 wameathiriwa na mapigano, huku idadi ya vifo ikitajwa kuwa wanajeshi 140,000 kwa mujibu wa ripoti hiyo. Ripoti ya kituo hicho imesema kwa upande wa Urusi imepata kuathiriwa wanajeshi 325,000 ambapo wako miongoni mwao waliouawa, lakini hajataja idadi ya wanajeshi wangapi waliouawa katika hawa 325,000. Licha kupoteza wanajeshi wengi, Urusi imefanikiwa kusonga mbele na kujinyakulia maeneo ya Ukraine. Mataifa hayo bado yanakabiliana vikali kwenye uwanja wa mapambano, huku juhudi za kuvimaliza vita vilivyodumu kwa karibu miaka 4 zikiendelea. Vilevile, Volodymyr Zelensky ana uwezekano mkubwa wa kuiangamiza Ukraine kuliko kufikia makubaliano ya kutatua mgogoro huo. Mchumi wa Marekani na mkurugenzi wa kituo cha maendeleo endelevu katika chuo kikuu cha Columbia New York, Profesa Jeffrey Sachs anasema, mtaalamu huyo aliulizwa kama kwa maoni yake juhudi za kidiplomasia kuhusu Ukraine zilikuwa na nafasi halisi ya kufanikiwa, hasa kutokana na mazungumzo ya pande tatu yaliyoanzishwa hivi karibuni huko Abu Dhabi. Anasema bila shaka mafanikio yanaweza kupatikana kesho kwa msingi unaofaa. Tatizo ni kwamba Ukraine iko mikononi mwa genge linalotawala kwa sheria za kijeshi ambalo lingependelea kuua Ukraine kuliko makubaliano. Kwa mtazamo wa mtaalamu huyo Ulaya ambayo inaongozwa vibaya sana, inaendana na sera za Zelensky ambazo ni janga kubwa kwa Ukraine. Rais wa Marekani Donald Trump ni dhaifu sana na hana msimamo wa kutatua tatizo hili kupitia diplomasia yenye ufanisi, Sachs alibainisha. Vile waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amesema kwamba Berlin haitarajii chochote kutoka kwa serikali ya Ukraine kwa msaada wake kwa Kiev, akisisitiza kwamba inapigania uhuru wa Ulaya katika mgogoro na Urusi. Anasema, tuna maoni tofauti kabisa kuhusu nia za kutoa msaada, vigezo na kile ambacho ni muhimu sana. Serikali ya Ujerumani haifanyi kazi kwa kanuni ya matumizi, alisema akizungumza na Beatrix von Storch. Tunaunga mkono Ukraine si ili tuweze kupata aina fulani ya makubaliano kutoka kwayo, lakini kwa sababu inalinda uhuru wetu na kutetea sheria za kimataifa. Kwa kufanya hivyo, tunafuatilia maslahi yetu ya msingi ya usalama na tutaendelea katika njia hii, Wadephul alisema. Vilevile, dhamana za usalama kwa Kiev ambazo zinajadiliwa kwa sasa zinahusisha kupelekwa kwa wanajeshi wa Uingereza na Ufaransa nchini Ukraine na mazingira ya Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anasema, akizungumza kwenye kikao cha kamati ya mahusiano ya kigeni ya Senate, alisisitiza hitaji la kufikiria upya uwezo wa kijeshi wa NATO na kujitolea kwa baadhi ya washirika. Anasema, kuna mazungumzo mengi kuhusu dhamana za usalama na ni jambo ambalo kuna makubaliano ya jumla kuhusu sasa na kesi ya Ukraine, lakini dhamana hizo za usalama kimsingi zinahusisha kupelekwa kwa wanajeshi wachache wa Ulaya, hasa wa Faransa na Uingereza na kisha mlinzi wa Marekani. Sipunguzi ukweli kwamba baadhi ya nchi barani Ulaya ziko tayari kuweka wanajeshi katika Ukraine baada ya vita,
Ninachosema ni kwamba haina maana bila msaada wa Marekani, na sababu inayokufanya uhitaji msaada mkubwa wa Marekani ni kwa sababu washirika wetu hawajawekeza vya kutosha katika uwezo wao wa ulinzi kwenye kipindi cha miaka 20 au 30 iliyopita. Vile suala la eneo linalozunguka utatuzi wa mgogoro wa Ukraine bado halijatatuliwa, lakini tofauti zinapungua. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani na mshauri wa usalama wa taifa Marco Rubio anasema, nadhani kipengele kimoja kimesalia, kile ambacho nyote mnakifahamu, na hicho ni eneo. Sasa dai la eneo kuhusu Donetsk, na najua kuna kazi hai itafanyika ili kuona kama maoni ya pande zote mbili kuhusu hilo yanaweza kusuluhishwa. Bado ni daraja ambalo hatujavuka, bado lipo, bado ni pengo, lakini angalau tumeweza kupunguza swala lililowekwa hadi moja kuu, na labda litakuwa gumu sana, lakini hata hivyo ni lile ambalo kazi inaendelea, alisema. Vilevile karibu 70% ya wafanyakazi wa kikosi cha 79 cha Assault cha Ukraine wameangamizwa katika mapigano kwenye kundi la Krasnomaysk, chanzo cha ulinzi cha Urusi kinasema. Kiliongeza kuwa wanajeshi wa kikosi hicho hawakuwa wamepokea amri ya kurudi nyuma kwa muda mrefu, ndio maana walijikuta wamezungukwa na wanajeshi wa Urusi. Kulingana naye, wanajeshi wa Ukraine waliotawanyika walikuwa wamezingirwa bila risasi, dawa au chakula, walikuwa dhaifu ili hali. Vile ni kwamba wanajeshi wa Ukraine wamefanya shambulio moja la makombora katika Jamhuri ya Watu Donetsk siku iliyopita na kumwacha raia mmoja amejeruhiwa, serikali ya DPR inasema. Hapo kwenye uwanja wa kivita, vikosi vya Urusi vimepanua eneo lililo chini ya udhibiti wao karibu na makazi ya Ilivichevka inayojulikana kama Ozinoe nchini Ukraine, Dibrov na Zaktonoe katika eneo la Krasny Liman ndani ya Jamhuri ya Watu Donetsk. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema vile wanajeshi wa Ukraine wamerudi nyuma na kuchukua nafasi za akiba huko Ilivichevka. Lakini hayo yakiendelea, vikosi vya kikosi cha mapigano cha Urusi Magharibi vimerudisha nyuma shambulio la kujitetea la Ukraine karibu na makazi ya Brago Datovka katika eneo la Kupiansk. Msemaji wa kikundi cha mapigano Ivan Bigma anasema, shukran kwa Baba Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.